za Bwana. Mwadhimishe Bwana kwa kinywa chako. Yeye ni mwaminifu. Mwambie wewe ni mwaminifu. Fungua kinywa chako mbele za Bwana. Hata kama hujui kuomba, mwambie Bwana, ninakuadhimisha. Wewe ni mwaminifu. Hata leo wewe ni mwaminifu. Kila siku na kila saa wewe ni mwaminifu. Mwadhimishe Bwana kwa kinywa chako kwa njia ya maombi. Paza sauti yako mbele za Bwana, usimwangalie jirani yako. Paza sauti yako mbele za Bwana. Mwambie wewe ni mwaminifu. Katikati ya mapito wewe ni mwaminifu. Katikati ya mambo mengi wewe ni mwaminifu. Haujabadilika hata sasa. Wewe ni mwaminifu Bwana. Asante kwa ajili ya neema yako. Tunakuadhimisha tena jioni ya leo Bwana. Wewe ni mwaminifu peke yako. Ni nani aliye kama wewe, Simba wa kabila la Yuda? Mungu mwenye nguvu nyingi, wewe usiyebadilika, Mungu wa nyakati zote. Umedumu kuwa Mungu wa kuaminiwa. Ndio maana tunaliadhimisha jina lako kwenye madhabahu hii jioni ya leo. Jina lako lihimidiwe milele. Wewe peke yako umetukuka Bwana. Tunakuadhimisha mno. Unastahili peke yako. Unastahili peke yako. Unastahili peke yako. Unastahili peke yako Bwana. Unastahili peke yako. Unastahili matukuzo. Unastahili kuinuliwa. Unastahili kuheshimiwa. Unastahili kuabudiwa. Ni nani aliye kama wewe, Mungu wetu uliyeziumba mbingu na nchi? Wewe unaisimiliki na kutawala. Imekuwepo miungu lakini haijawahi kuwa kama wewe. Peke yako ndiwe Mungu wa kweli. Jioni ya leo Bwana, tunakuadhimisha tena. Tunakuadhimisha kwenye hii madhabahu. Pokea sifa, pokea heshima, pokea sifa, pokea heshima. Wewe ni mwaminifu mno. Mandaraba sandaraba korabasaya risandarabakora rimandarabasa rikandarabasaya kandorobosa risandarabakorabasia rikandarabasaya rimandarabakora rimandarabasia rimandarabakorabasaya kandoriandarabasaka rimandarabakora risandarabakora rimandarabasia. Kwa jina la Yesu, wewe ndiwe Mungu peke yako. Wewe umekuwa mwaminifu e Bwana. Hata sasa ni mwaminifu. 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 Hata sasa ni mwaminifu e Bwana. Katika jina la Yesu aliye hai, uaminifu wako ni vizazi hata vizazi. Uaminifu wako ni uaminifu wa vizazi vyote. Haujabadilika, haujachange. Wewe ni Mungu yule yule uliyetembea na baba zetu. Ndiye Mungu wetu leo, na sisi tunakuabudu, na sisi tunakuadhimisha, na sisi tunakuabudu, na sisi tunakuadhimisha. Bwana, wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu. Umekuwa mwaminifu kwenye nyakati zote. Hata leo wewe ni mwaminifu. Kwenye semina hii wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu Bwana. Wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu Yesu. Wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu Bwana. Wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu. Ulilolisema lazima litimie, kwa kuwa wewe ni mwaminifu Bwana. Uliloliahidi lazima litimie, kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Lile ulilomwahidi mtoto wako huyu, anayenisikiliza, lazima litimie kwenye maisha yake, kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Hilo uliloahidi kwenye familia yao lazima litimie, kwa kuwa wewe ni mwaminifu.
Haujawahi kusema neno likakosa kutimia, lazima litimie, kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu. Kile ulichosema kwenye maisha yetu lazima kitimie, lazima kitimie. Ndio maana tunakuadhimisha. Wewe ni mwaminifu Bwana, wewe ni mwaminifu, wewe ni mwaminifu Yesu. Amen. Mungu awabariki sana. Haleluya, haleluya. Unaweza ukamshangilia Yesu kwa ushindi. Yeye ni mwaminifu. Sijui kama unamuelewa huyu Yesu ninayesema mshangilie. Yeye ni mwaminifu. Yeye ni mwaminifu. Hata tukiwa katikati ya vita tunaweza kumshangilia Bwana, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Hata kama unapita mahali gani, jifunze kumshangilia Bwana, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Hata kuacha ufie hapo, hata kuacha uishie hapo, hata kuacha uzamie hapo, kwa kuwa yeye ni mwaminifu. Ndiyo sababu tunaweza shangilia katikati ya vita, katikati ya mambo magumu. Tunaweza imba sifa zake, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Pigia Yesu makofi ya shangwe kama unaelewa kuwa ni mwaminifu. Shangilie Bwana tena, acha anga la sengerema lijue kwamba tunamshangilia Bwana mahali hapa. Acha malango ya mji yaelewe kwamba tunamshangilia Yesu wa Nazareth. Pigia Yesu makofi, pigia Yesu makofi. Shangilie Bwana tena. Haleluya, haleluya. Nachokisikia ndani, watu wa Mungu, wakati mwingine nilikuwa najiuliza sana, hasa nafikiri siku ya jana wakati nimefika hapa, kwa nini tunakuwa na semina za umoja namna hii? Lengo ni nini hasa? Ni kwa ajili tu ya kujionyesha kwamba tunaandaa semina au tunafanya jambo fulani? Hapana, hapana. Na ndio maana kwa unyenyekevu mkubwa naweza kusema Mungu akubariki sana. Sio kwamba umekuja kwa sababu huna mahali kwa kwenda, wala sio kwamba umekuja kwa sababu humjui Mungu sana. Hapana, lakini umekuja kwa sababu ndani yako umebeba nia ya Kristo, kwamba tunapokuwa pamoja namna hii kuna jambo Mungu analifanya kwenye maisha yetu. Amen, watu wa Mungu. Amen, watu wa Mungu. Kwa hiyo ninaheshimu uwepo wako na ninatambua nafasi yako kabisa. Wengine ni watumishi wa Mungu wazuri na Mungu amewekeza vitu ndani yenu, lakini bado mnaweza kutoa muda wa kukaa mbele za Mungu kujifunza. Huo ni unyenyekevu wa pekee sana, na unyenyekevu huo sio bure. Kuna kitu Mungu anafanya kwenye maisha yetu. Haleluya, watu wa Mungu.
Haleluya, watu wa Mungu. Unyenyekevu usio bure. Kuna kitu Mungu anakuwa anafanya. Kwa Mungu atusaidie sana na tuendelee mbele. Na kwa kuwa leo ni siku ya kwanza, tutakuwa na ujumbe wa kiutangulizi, lakini nasikia sana kuomba ndani yangu sana kabisa. Nasikia kitu cha maombi sana kabisa, watu wa Mungu. Kwa kwenye semina hii, pamoja na kujiandaa kujifunza, jiandae pia kuomba. Jiandae kuomba. Na wengine utaona Roho Mtakatifu akikupeleka mbali, unajikuta unaweka na kuwekea ratiba za kwako binafsi za kufunga na kuomba. Niliwaambia mahali pengine, kasema kuna aina ya watu ambao wanapopiga hatua moja zaidi, si wao tu wanapiga hatua, wengine akipiga hatua ni familia inapiga hatua, wengine ni michi inapiga hatua, wengine ni makanisa yanapiga hatua. Unamwona kama vile ni mtu mmoja amepiga hatua, kumbe ni kanisa limepiga hatua. Jina la Yesu libarikiwe. Na ndio maana unaweza kuona kuna wakati ambao Roho Mtakatifu atakuwa anakupa ajenda zako binafsi, usichukulie kawaida. Ukiona Roho Mtakatifu anakuhimiza kufunga na kuomba, ingia kwenye hiyo hatua. Ingia kabisa. Funga na kuomba. Kwa sababu wengine unaweza, kwa jinsi ya nje tunakutazama kawaida, lakini wengine mmewekwa kwenye makanisa yenu kama nguzo. Makanisa yana vitu vya kiroho vinaonekana ndani ya makanisa yenu. Mungu anawatumia ninyi, kupitia ninyi uamsho unatokeza kwenye makanisa. Kwa hiyo usije ukachukulia kawaida. Ukikaa kwenye darasa la Roho Mtakatifu, usikae kama mtu mwingine. Ujue una wajibu mkubwa. Ujue unatakiwa kula chakula, kwa sababu safari yako ni ndefu. Njia yako haifanani na mwingine. Wakati wengine wanasikia kawaida, lazima ujifunze kusikia kwa kina. Kuna wakati nakumbuka waimbaji wanaimba hapa, wakati nakuja hapa mbele nikana mwambia Roho Mtakatifu, nibebe, nichukue. Unajua Roho Mtakatifu anaweza akakupeleka mahali ambapo jitihada zako haziwezi kukufikisha kabisa. Ndio maana mahali pengine anasema si kwa uwezo wala kwa nguvu, bali ni kwa Roho wa Bwana. Yeye akiamua kukubeba na kukupeleka, anaweza akakupeleka mahali ambapo akili yako, mawazo yako, jitihada zako binafsi zimeshindwa, zimefeli. Mipango yako, bidii yako imefeli. Lakini yeye akiingia kutekeleza ajenda yake, anaweza kukupeleka mahali ambapo wakikuuliza watu, umefikaje? Huna majibu. Wakikuuliza watu, umewezaje? Huna cha kuambia. Wakikuuliza ni nini kimetokea, huna lugha. Na ndio maana saa nyingine mtu wa namna hiyo unapomuuliza, ukimdodosa sana, anaishia kulia, machozi yanamtoka, kwa sababu hana lugha ya kueleza kwamba ni kitu gani kimetokea, ni kitu gani kimefanyika, kwa sababu ile ni kazi ya Roho Mtakatifu mwenyewe. Kwa hiyo hana muda, hana kitu cha kusema. Kijaribu kumdodosa, hebu tuelezee, umewezaje? Umepigaje hatua? Hajui hata cha kusema. Ujue Roho Mtakatifu aliingia kazini mwenyewe. Na mimi ninaomba kwa Mungu aliye hai kwamba kwenye semina hii, acha Roho Mtakatifu aingie kazini mwenyewe. Unajua Roho Mtakatifu akiingia kazini mwenyewe, atakupa na lugha ya kusema, atakupa lugha ya kuongea ambayo hiyo lugha haitoki kwa wanadamu, inatoka kwake tu. Atakufanya kuwa na hekima ambayo haitokani na bidii yako binafsi, lakini inatoka kwake tu. Kwa ninakuombea kwa Mungu kwenye semina hii, Roho Mtakatifu akupe hiyo nafasi ndani yako, na Roho Mtakatifu akujalie hii neema, na Roho Mtakatifu akuwezeshe
Hata wewe unayetufuatilia kwa njia ya mtandao, Roho Mtakatifu akupe neema popote ulipo, akuwezeshe, akupe kibali hiki, upako ule ule na neema ile ile ambayo imetufunika hapa iwe pia juu yako. Amen, 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 amen. Kama unaelewa sema amen. Na tutakuwa pia na Kiingereza tunaita morning glory, ibada ile ya kila asubuhi mapema. Sasa najuaga wengine mnakujaga saa 12, lakini ibada hii itakuwa inaanza saa 11:30. 11:30, alafu saa 1 kasoro umeshaondoka uwahi kwenda ofisini na kwenda kufanya kazi. Amen, amen. 11:30 saa 1 kasoro umeshamaliza unawahi kwenda ofisini. Na kuna ujumbe muhimu sana, na Roho Mtakatifu atatupa ngazi nyingine ya kujifunza, mikono ambayo Mungu anaitumia kuwasaidia watu wake. Utaona aina ya mikono mbalimbali ambayo Mungu huitumia kuwasaidia watu wake. Kwa hiyo jitahidi sana, usikose kesho mapema sana asubuhi. Nimekutangazia kabla sijaanza ili ufuate jambo hili. Lakini pia kuanzia saa 9 alasiri tutakuwa tunaanza kwa kwaya zote. Mungu awabariki wanakwaya ambao mmefika. Tutakuwa tunaanza, alafu na mimi Mungu anipe neema niwe nasimama mapema, angalau saa 10:30 nakuwa nasimama. Wale waombaji mtakao kuwa mnapata nafasi ya kuwahi, angalau saa 8 tumeshaanza maombi hapa. Wale wanaowahi zaidi angalau saa 7, lakini saa 8 waombaji wote tunakuwepo. Saa 9 ibada inafunguliwa. Sije nikafika saa 9 hapa mkasema bado hatujafungua ibada. Hata kama yuko mtu mmoja, imefika saa 9 kamili ibada inaanza. Ikifika saa 10:20 natakiwa nisimame. Haijalishi watu wako wangapi, lakini saa 10:20 natakiwa nisimame. Kwa nini? Kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana na kuomba sana, ili pia tuwape nafasi watu watakao kuwa wanatoka mbali kidogo wawe na uwezo, tukimaliza semina wanaweza kurudi walikotoka. Amen, amen. Mnanielewa watu wa Mungu? Kama unanielewa sema amina. Saa 10:20 mtumishi anasimama. Saa 12 kasoro tunakuwa tunatoka. Wanabaki tu labda wale ambao maombezi yanaendelea hapa, na wale ambao Roho Mtakatifu anakuwa amewapa ajenda zao binafsi wanaomba, hao wanaruhusiwa kubaki na kuendelea kuomba. Lakini wengine tunatakiwa kuwahi. Semina ifanyike baraka mpaka kwenye familia yako. Kama we ni mama umeolewa, wahi nyumbani kabisa, na ukitoka hapo usipitie kupiga stori mtaani, unawahi nyumbani. Kama ni kazini, unawahi kazini. Jina la Yesu libarikiwe. Mmenielewa watu wa Mungu? Mmenielewa watu wa Mungu? Kama umenielewa sema amen. Uko tayari sasa kwa ajili ya neno la Bwana? Uko tayari kwa ajili ya neno la Bwana? Uko tayari kwa ajili ya neno la Bwana? Uko tayari kwa ajili ya neno la Bwana? Funika macho yako, inua mkono wako wa kulia juu, sema Roho Mtakatifu. Paza sauti yako, sema Roho Mtakatifu, niko tayari Bwana, niko tayari kusikia neno lako, kujifunza mbele zako. Ninaomba unihudumie, ninaomba useme nami jioni ya leo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, niko tayari, niko tayari kusikia neno lako, niko tayari kujifunza kwako, katika jina la Yesu.
yaguse maisha yangu. Sema nami e Bwana, jioni ya leo nihudumie sawa sawa na mapenzi yako, kwa jina la Yesu, amen, 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 amen. Kama unaandika sasa, andika kichwa cha somo hiki: kuwa mtu mwingine. Kuwa mtu mwingine kwa kushinda vita ya utambulisho wako. Kuwa mtu mwingine kwa kushinda vita ya utambulisho wako. Kuwa mtu mwingine kwa kushinda vita ya utambulisho wako iliyobebwa ndani ya mifumo. Kuwa mtu mwingine kwa kushinda vita ya utambulisho wako iliyobebwa ndani ya mifumo. Kuwa mtu mwingine kwa kushinda vita ya utambulisho wako iliyobebwa ndani ya mifumo. Kuwa mtu mwingine kwa kushinda vita ya utambulisho wako iliyobebwa ndani ya mifumo. Iliyobebwa ndani ya mifumo. Kama umemaliza kuandika kichwa cha somo, sema amen. Bwana Yesu asiwe. Sasa nitakuwa na kueleza mbele malengo, kwa nini Roho Mtakatifu anatupa ujumbe mara hii wa namna hii. Mifumo inaweza kubeba aina mbalimbali za utambulisho. Mifumo ina nguvu ya kumtengenezea mtu wa Mungu identity, utambulisho. Mifumo ina nguvu ya kukutengenezea utambulisho ambao contrary au ambao unaenda kinyume na utambulisho sahihi uliotakiwa kuwa nao. Mifumo ina uwezo wa kukutengenezea utambulisho. Hizi ni dondoo za kujua. Kama unaandika pale chini, andika dondoo za kufahamu kwenye somo hili. Dondoo za kujua. Dondoo ya kwanza, mifumo. Dondoo ya kwanza hii, mifumo ina uwezo wa kukutengenezea au ina nguvu ya kukutengenezea utambulisho ambao ni kinyume na utambulisho sahihi uliotakiwa kuwa nao. Hiyo dondoo ya kwanza. Mifumo ina uwezo wa kukutengenezea utambulisho ambao ni kinyume na utambulisho sahihi uliotakiwa kuwa nao. Dondoo ya pili. Dondoo ya pili, vita
ya utambulisho wako. Vita ya utambulisho wako inayopiganwa kimfumo. Vita ya utambulisho wako inayopiganwa kimfumo. Vita ya utambulisho wako inayopiganwa kimfumo. Hawezi kuishinda vita ya utambulisho wako inayopiganwa kimfumo. Hauwezi kuishinda umeandika mpaka hapo? Hauwezi kuishinda kwa kutumia ufahamu wa kiroho ulio katika levo ya ukawaida au ulio katika kiwango cha ukawaida. Vita ya utambulisho wako inayopiganwa kimfumo hauwezi kuishinda kwa kutumia ufahamu wa kiroho ulio katika levo au kiwango cha ukawaida. Vita ya utambulisho wako inayopiganwa kimfumo hauwezi kuishinda kwa kutumia ufahamu wako wa kiroho ulio katika levo au kiwango cha ukawaida. Na hapa anataka kusema nini? Maana yake mtu anaweza akawa mtu wa Mungu kabisa na Kristo anakaa ndani yake, lakini kwa habari ya ufahamu wa kiroho au maarifa ya kiroho akawa chini kabisa, akawa empty. Yani ni mtu wa kiroho ambaye Kristo anakaa ndani, lakini ufahamu wake wa kiroho ukawa uko chini, ukawa kwenye level ya kawaida. Kwa sababu kinachotupa dimension, kinachotutofautisha katika ngazi na madaraja, sio miaka uliokoka lini, sio idadi ya miaka tangu umempokea Kristo, sio utumishi wa muda mrefu kwenye madhabahu ya Mungu, sio miaka mingi ya kutembea na Mungu. Moja ya kitu kinachotutofautisha kwenye madaraja na kinachotutofautisha kwenye viwango vya kiroho, kwamba mmoja awe ngazi ya juu, mwingine ya chini. Mkitazamana kwa jinsi ya nje hivi, mnaona mnafanana kabisa. Wote mna mwili wa kibinadamu, wote mna macho mawili, wote mnasali kanisa moja, wote mnamsema Yesu, wote mmeokoka. Na saa nyingine umeokoka muda mrefu kuliko huyo, na saa nyingine umeanza utumishi muda mrefu kuliko huyo aliyeokoka. Lakini kinachotutofautisha ni level of understanding, viwango vya uelewa wa kiroho juu ya mambo ya kiroho, viwango, ngazi za kumjua Mungu, viwango vya ufahamu wako. Na ndio maana mtu akijua siri hii hawezi kutega, hawezi kulegea kwenye eneo la kujifunza, kwa sababu anajua kuna aina ya dimension, spiritual dimension. Ili niweze niende ngazi nyingine, ili niwe na uwezo fulani wa kiroho kwenye ufalme wa Mungu, mambo yote hufundishika. Ndio maana Mungu mwenyewe amedeclare kwenye neno lake,
Ametangaza. Ukisoma maandiko anasema hivi, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Haleluya, watu wa Mungu. Haanzi na kukuonyesha, anasema nitakufundisha. Anayezungumza ni nani? Mungu. Nitakufundisha. Ukisoma maandiko vizuri utaona mahali pengine kwenye Isaya anasema hivi, yeye anasema mimi nikufundishaye ili upate nini? Faida. Faida. Kwa unagundua Mungu hufundisha. Kwa nini anafundisha? Kwa sababu kuna kiwango ili usogee kinahitaji aina fulani ya ufahamu ndani yako. Na ndio maana nakueleza hapa, na kuna aina ya vita. Haushindi kwa sababu unajua bingwa wa kufunga na maombi. Haushindi hivyo. Haushindi kwa sababu unajua kunena kwa lugha sana. Kuna aina ya vita. You can pray in tongue. Unaweza kuomba kwa lugha, kunena kwa lugha, ukajigaragaza, ukafunga, ukakaa milimani, ukajitenga peke yako, alafu ukirudi mambo yanabuma. Umeomba. Na saa nyingine watu wakishafikia hapo, anaanza kukata tamaa. Anaanza kusema najua Mungu Bwana nimemwachia tu, yeye atajua kama ananipa anipe. Tena hasa kizazi cha sasa kinakwambia we Mungu si unaelewa, kama utaki basi kanavyo, kama unanipa unipe. Anamwekea Mungu msuli. Hiyo inaitwa Gen Z. Anamwambia Mungu wewe si unaelewa, kwani mimi nilikwambia unilete hapa? Kama unaona uwezi kunipa, achana na mimi, kama utanipa nipe. Sasa uzuri wa Mungu Bwana hajawahi kushindwa na kizazi chochote. Hata ujifanye we Gen Z, ataongea kwa lugha yako mpaka kichwa kitanyooka. Jina la Yesu libarikiwe. Kasome. Huyu Mungu ana historia ya kuishi na watu walioshindikana mpaka wakanyooka. Kasome kwenye Biblia. Mungu amekuwa na historia ya kuishi na watu wababe mpaka wakarudi kwenye mstari. Watu waliokuwa hawaambiliki walielewa lugha ya Mungu mpaka wakakaa chini. Huyu Mungu hakuna kizazi kitamshinda. Ndio maana anaitwa Mungu aliye hai. Jina la Yesu libarikiwe. Na ndio maana saa nyingine tunawaambia watu wala msiwe na wasiwasi. Kisema unajua hata tuelewi mambo yanavyokwenda. Yaani hiki kizazi hiki sijui kinachokuja kitakuwaje, hata kiweje mbele za Mungu kitanyooka tu. Kwa sababu yeye ana lugha zote za kuongea. Haleluya, watu wa Mungu. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Na ndio maana ukisoma maandiko vizuri utakuja kugundua maandiko yanasema hivi. Utaona maandiko yakisema hivi, kwa kuwa wamekataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, sio katika roho zao. Na unaona hazungumzi na wapagani, anazungumza na kanisa lake. Alafu anawaambia kwa kuwa wamekataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, anasema niliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Maana yake Mungu anajua yatupasayo kufanya. Lakini fahamu zetu zinapomkosa Mungu, tunapokosa Mungu kwenye fahamu zetu, kwa lugha nyingine ya kibiblia, maana yake tumeukosa ufahamu wa Mungu. Kwa sababu Mungu akipata nafasi kwenye fahamu zetu, hujeneleti, hutengeneza, huumba ufahamu wake ndani yetu. Ndio mtu anakuwa na ufahamu wa kiroho, lakini ufahamu wa kiungu. Haleluya, watu wa Mungu. Anakuwa na uwezo wa kumjua Mungu, kumwelewa Mungu, kumfahamu Mungu. Kuna vitu vya kiroho usipovifahamu havita respondi, haviwezi kuwa vya kwako, kwa sababu ufahamu una uwezo wa kuona. Biblia inasema aonavyo ndivyo alivyo. Kuna vitu ili uwe vile Mungu anataka uwe, lazima ufahamu utengenezwe kwanza. Ufahamu usipotengenezwa huwezi kuwa vile ulivyo. Na ndio maana Mungu ana njia nyingi za kutengeneza ufahamu wako. Njia moja wako ambao ni kubwa sana huwa anaitumia ni through teaching, kupitia mafundisho. Ndio maana atakukalisha kwenye darasa lake kabisa ili akufundishe. Na anapokufundisha anakujengea nini? Ufahamu, maarifa, hekima.
Kwa nini? Kwa sababu maandiko yanasema wazi, hekima inaweza kufundishwa. Hekima, Musa akajifunza hekima zote za Wamisri, akajifunza. Kwa hiyo kuna hekima tunaipokea kupitia kujifunza. Usipokaa kwenye darasa huwezi pokea hekima. Ukiona umepungukiwa na hekima, njia ya kwanza ni ya kuomba, lakini njia ya pili ni ya kujifunza, njia ya tatu ni ya kutafuta wenye hekima uambatane nao, kwa sababu hekima inaweza kuhama, inakuwa transferred. Inaweza kuhama unapokaa na watu wenye hekima. Unaposikia maneno yao mara kwa mara, hekima inaweza kukuingia. Haleluya, watu wa Mungu. Kama umenielewa sema amen. Nimekupa dondoo mbili. Amen. Nimekupa dondoo mbili, na hii dondoo ya pili nimeielezea kwa sehemu. Jina la Yesu libarikiwe. Dondoo ya tatu. Mifumo ina uwezo wa kutengeneza au kuumba. Dondoo ya tatu, mifumo ina uwezo wa kutengeneza au kuumba aina ya maisha. Mifumo ina uwezo wa kutengeneza au kuumba aina ya maisha. Mifumo ina uwezo wa kutengeneza au kuumba aina ya maisha yatakayokuondoa kwenye maisha yaliyobeba kusudi la Mungu, au kwa lugha fupi, yaliyo na uwezo wa kukuondoa kwenye kusudi la Mungu. Kwa hiyo mifumo mingi ina power, ina nguvu ya kugenerate, ya kutengeneza, ya kuumba aina fulani ya maisha, lifestyle. Na ile aina ya maisha inakuja kimfumo kabisa, na watu wanachukulia kama mfumo wa maisha, lifestyle, mfumo wa maisha. Kwa mifumo ina uwezo wa kuunda au kutengeneza aina fulani ya maisha ambayo yana nguvu ya kukuondoa kwenye kusudi la Mungu. Moyo wako unatamani kulitumikia kusudi la Mungu. Ndani ya roho yako kuna shauku ya kulitumikia kusudi la Mungu. Lakini hapa pembeni kuna mifumo ambayo inakuwa imetengeneza maisha fulani ambayo yanakuondoa. Yaani wewe unaondoka ukiwa unajiona uko salama, unaondoka kwa sababu lile ni mfumo linakuondoa, lakini kikawaida unajiona tu ni kawaida, niko salama, lakini ndio unaondoka hivyo kwenye kusudi la Mungu, na unaishia kuona. Kwa mfano, unaweza ukafuatilia, wale mnaofuatilia sasa hivi, unaweza ukafuatilia zamani watu walikuwa wakiokoka wanakuaje, na sasa wakiokoka wanakuaje. Wewe fuatilia tu, au linganisha uone. Mtu alikuwa akimpokea Kristo, hofu ya Mungu iliyokuwa inakuwa ndani yake inakuaje, na saa hii mtu akisema mimi nimempokea Kristo, hofu iliyoko ndani yake ikoje? Utagundua sio kwamba wanapenda kuwa hivyo walivyo, na usije ukafikiri hawampokei Kristo, wanampokea. Lakini shida ni hii vita, kuna mifumo fulani ambayo pamoja na kumpokea Kristo inawafanya waone kawaida kwamba nimempokea Kristo, it is okay, ni sawa. Lakini lile limfumo linamwambia wala usiwe na wasiwasi, wewe endelea tu, mbona hata fulani ana Yesu, wote wana Yesu, ndivyo wanavyoishi. Kwa lugha nyingine, linakutengenezea kuwa na kawaida, na unajiona it is okay, ni sawa kabisa. Ndio maana unaona, kwa sababu ya hiyo mifumo leo, unaweza ukaona sasa mtu kuwa ameokoka na ana pepo liko ndani, wala sio shida.
Na anaweza kajiona tu kawaida. Unasikia anakuambia kabisa, mwalimu, unajua mimi nina pepo linanisumbuaga sana. Unaweza pepo gani? Kwambia si pepo la uzinzi, pepo la uzinzi. Yaani anaongea normal tu yani. Usije ukafikiri anakosea kuongea ile lugha. Limfumo fulani dilute, limepunguza yani yale makali, ile injili yenyewe original ya kuonyesha standard za wokovu na maisha ya wokovu limepunguza. Kwa hiyo watu wanaona business as usual, kitu cha kawaida sana, na linapunguza sio tu wanaookoka. Ndio maana sasa hivi unaweza kuona watu wanapambana. Ukikuta labda ukifika kanisani unaweza kukuta Mkristo au mtu aliyeokoka au anayemwamini Kristo yuko kanisani, anapambana kujua watumishi wa uongo, manabii wa uongo. Anasahau kwamba pia kuna waamini wa uongo sasa hivi, yani Wakristo wa uongo. Jina la Yesu libarikiwe. Yani ni Mkristo lakini huo Ukristo wenyewe sasa hauna sura kabisa. Yani ukimchukua mganga wa kienyeji na huyu Mkristo unashindwa kuwatofautisha. Sio, unanielewa ninachosema? Yani ni Mkristo lakini huo Ukristo wenyewe sasa, kuanzia kuongea, matendo, maisha ya kila siku, hauna sura. Unajiuliza ni kitu gani kinatokea? Vita iliyoko kwenye mifumo inakutengenezea mazingira ya kuona ni maisha ya kawaida sana, lakini ndio watu wanaondolewa kwenye makusudi ya Mungu aliye hai kabisa. Wewe ukianza kuona saizi kwa mfano watumishi kwa watumishi, yani watu wameokoka na ni watumishi wa Mungu, wanalisema jina la Yesu, wanachukiana. Au kwa mfano mimi ni mwalimu, namchukia mwalimu mwingine, mhubiri namchukia mhubiri mwingine. Saizi kwani amuoni kitu cha kawaida? Kawaida kabisa. Mtu anasema kabisa mimi simpendi yule mhubiri mimi, afu na yeye ni mhubiri, hampendi mhubiri. Afu nauliza mnamtumikia nani? Anakuambia tunamtumikia Mungu aliye hai. Na ni maisha ya kawaida kabisa. Na anakuambia kila mtu atazame mambo yake. Mahali pengine nilikuwa nafundisha darasa moja hivi. Mama mmoja akanyosha mkono akasema, mwalimu, nina swali. Nilikuwa darasa ambalo nimeruhusu pia na maswali. Akasema, nina swali mwalimu. Akasema, kwanza hivi imekaaje? Ilikuwa kama swali, sijui kama hoja alikuwa anaitoa. Na ni mtumishi wa Mungu. Akasema, ni hii imekaaje? Kwa mfano anasema, mimi unayeniona hapa, wakati nimeokoka, wao walikuwa na mchungaji wao, kama mchungaji wetu hapa, baba mkuu wa jimbo. Sisemi ndivyo alivyo, na namtolea mfano mzee wangu mchungaji wangu hapa. Anaanza kuwaongoza Wakristo wake hapa, anasema tufunge na kuomba. Alafu wanaanza kuomba, wanagundua labda kanisa la jirani hapo labda ni Anglican, si ndio iko jirani zaidi hapo, Anglican au Roman Catholic. Wanaanza kufunga na kuomba, wanasema tunafunga na kuomba kufanya nini? Kumpiga mchungaji wa Anglican. Alafu Wakristo wamefunga na kuomba, ni wameokoka, wameingia kwenye maombi, katika jina la Yesu tunampiga mchungaji wa Anglican, tunazuia huduma yake, tunafunga. Sijui unanielewa ninachosema? Wanafunga. Unajiuliza huyo anayemuomba ni nani? Ni Mungu aliye hai. Alafu wako comfortable kabisa na wanajisikia vizuri. Alafu wote ni watoto wa nani? Wanasema ni watoto wa Mungu na wanaishi kawaida. Hujai kuona kuna mahali pengine watoto wa Mungu na ni Wakristo na ni wachungaji na ni watumishi na ni walimu kama sisi hawaendeani mpaka kwenye misiba? Nasema kwenye msiba wa lile kanisa siwezi kwenda. Na unajiuliza, au wanamwabudu shetani? Nakwambia hamna, wanamwabudu Mungu aliye hai. Lakini mimi nimekwasana nao kiasi ambacho siwezi kushirikiana nao, siwezi kwenda hata kwenye misiba yao. Unamuuliza, what is your problem? Tatizo lako ni nini? Unagundua tatizo wala sio yeye. Vita ya kwenye mfumo inayodirute, inamtengenezea aina ya maisha ambayo kwa jinsi ya kawaida anaona kawaida, lakini kwa jinsi ya kiroho yanamuondoa kwenye kusudi la Mungu aliye hai. Hebu kama umenielewa nipungie mkono wako namna hii. Nimekupa hizo dondoo 3. Sasa sikupelekee dondoo nyingine, hizo nitakwambia siku zinapokuja. Fungua kitabu cha Wagalatia. Wagalatia sura ya 1. Kumbuka
Kumbuka kichwa cha somo usije ukasahau. Najaribu kukupa hizi dondoo ujue kwa nini Roho Mtakatifu anatuhimiza mara hii kujifunza somo la namna hii. Kwa hiyo utagundua kutokana na hii vita kanisa limekuwa dhaifu. Wakati kikawaida kanisa litakiwi kuwa dhaifu. Yesu alipokufa msalabani akatuokoa, akalizaa kanisa. Hakulizaa kanisa dhaifu, watu wa Mungu. Kanisa halipaswi kuwa dhaifu. Hatukuokolewa tuwe dhaifu. Tumeokolewa tuwe na nguvu. Haleluya, watu wa Mungu. Hatujaokolewa tuwe watu wa kushindwa. Tumeokolewa kuwa washindi. Ndio maana ya kuokolewa. Tumeokolewa tukapokea nguvu ya kuwa washindi. Nguvu ya kushinda, sio kushinda tu. Biblia inasema kushinda na zaidi ya kushinda. Haleluya. Wagalatia ile 1 mstari wa 11 hadi wa 24. Nataka tuone kuwa mtu mwingine kwa kushinda vita ya utambulisho wako iliyobebwa ndani ya mifumo. Wagalatia 1 ule mstari wa 11 mpaka wa 24. Wagalatia 1 ule mstari wa 11 mpaka wa 24. Waraka wa Paulo mtume kwa Wagalatia ile sura ya kwanza mstari wa 11 mpaka wa 24. Maandiko yanasema, kwa maana ndugu zangu, injili hiyo niliyowahubiri na wajulisha ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu, kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Maana mmesikia habari za mwenendo wangu wa zamani katika dini ya Kiyahudi, kwamba naliliudhi kanisa la Mungu kupita kiasi, nikaliharibu. Nami naliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengi waliohirimu zangu katika kabila yangu. Nikajitahidi sana katika kuyashika mapokeo ya baba zangu. Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake, alipoona vema kumdhihirisha mwanaye ndani yangu ili niwahubiri mataifa habari zake. Mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu, wala sikupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu, bali nalikwenda zangu Arabuni, kisha nikarudi tena Dameski. Kisha baada ya miaka 3 nalipanda kwenda Yerusalemu ili nionane na Kefa, nikakaa kwake siku 15, lakini sikumwona mtume mwingine ila Yakobo ndugu yake Bwana. Na hayo ninayowaandikia, angalieni mbele za Mungu, sisemi uongo. Basi anasema sisemi uongo. Baadaye nalikwenda pande za Shamu na Klikia, lakini sikujulikana uso wangu na makanisa ya Uyahudi yaliyokuwa katika Kristo, ila wamesikia tu ya kwamba huyo aliyetuuzi hapo kwanza sasa anaihubiri imani ile aliyoiharibu zamani. Wakamtukuza Mungu kwa ajili yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Habari nilizokusomea hapa ni habari za Paulo mtume anapoandikia kanisa la Galatia, kanisa lililokuwa kule Galatia. Wale wanaosoma Biblia watagundua kulikuwa kumetokea matatizo makubwa hapa kwenye hili kanisa, na tatizo kubwa lilikuwa la kimafundisho. Wamekuja walimu wengine wa Kiyahudi ambao walikuwa wamebeba ndani yao mkakati mkubwa sana, na mkakati wao mkubwa ulikuwa ni kuipinga huduma ya Paulo na kufuta mafundisho. Ndio maana utaona huu waraka ukifuatilia vizuri, utaona Paulo anajaribu kuitambulisha, kuelezea juu ya huduma aliyopewa na Mungu, lakini 2, analinda fundisho au injili aliyowahubiria. Amen, amen. Anafanya correction. Kiendelea kule mbele utaona, na kulikuwa na mkanganyiko mkubwa kwa sababu Paulo alikuwa amewahubiria injili ya neema, tunapokea wokovu kwa imani. Lakini wakaja Wayahudi wakawaambia
imani peke yake haitoshi, lazima mtimize na torati, mtailiwe, mfanye hiki na hiki. Usipofanya hivyo wokovu haujakamilika. Na kulikuwa na shutuma nyingi ya kuonyesha kwamba huyu aliyewahubiri injili hamjui hata alikotokea, hamfahamu vizuri, huyo sio miongoni mwa wale mitume ambao walitembea na Bwana. Kwa hiyo wakawa na question utumishi wa Paulo, wakawa wana mashaka na wito wa Paulo, lakini pia wakatafuta kwa bidii kufuta kile Paulo alichohubiri. Ndio Paulo anatuma waraka kufanya correction, kufanya masahihisho. Haleluya, watu wa Mungu. Na ndio maana unaona kwenye waraka ukiendelea mbele kuna lugha gumu nyingine ametumia, mpaka anawaambia enyi wa Galatia msio na akili, ni nani aliyewaloga? Na basi tu hii lugha ndio angetumia mkuu wa jimbo hapa kwa kanisa lake, lazima vikao vingeitwa enyi wa Galatia msio na akili. Hii lugha ni ya kimamlaka, anayo sauti juu ya lile kanisa, anawaeleza kwa kutumia lugha nyepesi. Mwalimu, nataka kusema nini? Kwenye hii mistari niliyokusomea tunaona Paulo anajaribu kuelezea aina mbili za utambulisho wake. Kabla hajaokoka alikuwa na utambulisho wa namna gani, na aliishi maisha gani, na alifanya nini. Lakini anaeleza baada ya kuokoka ni kitu gani alipokea, na alikipokeaje, na kilifanya kazi gani, na ni utambulisho gani alipewa. Kwa hiyo tunaona hapa aina mbili za utambulisho, na moja ya kitu tutajifunza hapa, huyu Paulo anayesema hapa anajielezea mwenyewe baada ya kufunuliwa na Roho Mtakatifu kwamba kumbe mimi kuwa mtume sio jambo lililotokea kama bahati nasibu, sio jambo lililotokea baada ya kuzaliwa, ni jambo ambalo lilitengenezwa tangu ningali tumboni. Kwa sababu anasema alinitenga tangu tumboni mwa mama yangu, akaniita kwa neema yake. Unaona, anasema lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni alishatengwa. Maana yake tangu tumboni alishatengwa kuwa mtume. Tangu tumboni, sikiliza kwa makini, tangu tumboni hajazaliwa alishatengwa. Utambulisho wake Mungu ameutengeneza tangu tumboni, hajazaliwa alishatengwa awe mtume, awe mtumishi wa Bwana. Lakini sana zaliwa mifumo iliyompokea ile, anazaliwa tu anapokelewa moja na mfumo wa dini ya Kiyahudi, ndio mfumo wa kwanza unampokea. Lakini mbili, anapokelewa na mapokeo ya baba zake. Mapokeo ya baba zake, sikiliza watu wa Mungu, kwenye masuala ya dini kuna mifumo ya dini, kuna mifumo ya kibinadamu iliyounganishwa na dini. Kasome maandiko uone. Kwenye masuala ya dini kuna sheria Mungu alikuwa ametoa, kuna torati Mungu alikuwa ametoa, na ametoa taratibu za kiibada. Lakini wale mababa na wao walijiongeza, wakaongeza vitu vyao, ndio vinaitwa mapokeo ya mababa. Wakabuni, kwa lugha nyingine tukasema wakainvent, wakavumbua. Haleluya, watu wa Mungu. Wakavumbua style ya kufanya mambo ya kidini yaende. Hivyo vitu vinaitwa mapokeo ya mababa. Sasa angalia, unamuona hapa Paulo akiwa anasema mwenyewe, jina la Yesu libarikiwe, jina la Yesu libarikiwe. Mstari wa 13 anasema hivi, maana mmesikia habari za mwenendo wangu wa zamani katika dini ya Kiyahudi. Angalia hiyo sentensi, mwenendo wangu wa zamani katika dini ya Kiyahudi. Kwa lugha nyingine ni kama anasema ile tabia yangu ya zamani, matendo mlioyaona ninayafanya hayakutokea hewani, yalijengwa na mfumo wa kidini unaitwa dini ya Kiyahudi. Yaani kile mlichoona na kifanya zamani hakikujengwa hewani, hakikuwa tu hewani,
kilijengwa na mfumo wa dini. Ile dini inaitwa dini ya Kiyahudi. Ndio maana anasema mmesikia habari za mwenendo wangu wa zamani katika dini ya Kiyahudi. Kwamba huo mwenendo ulikuwaje? Anasema kwamba naliliuzi kanisa la Mungu kupita kiasi, nikaliharibu. Kwa hiyo mfumo wa dini ya Kiyahudi ulinitengenezea mwenendo, tabia, ulinitengenezea aina ya maisha ambayo yale maisha yalinipa order, yalinipa purpose iliyokuwa imebebwa kwenye maisha yangu, kusudi lililokuwa limebebwa kwenye maisha yangu. Moja ni kuliuzi kanisa, mbili kuliharibu. Ndio maana alipoanza kuhubiri baada ya kuokoka, wale watu wakawa hawamuelewi, wakasema yule aliye tuuzi sana, anasema sasa anaihubiri imani aliyoiharibu. Imani aliyoiharibu, anaihubiri imani aliyofanya nini? Iharibu. Mwalimu, unataka kuongea nini? Nisikilize. Ukisoma kwenye haya maandiko unaona mfumo wa kidini, unaona mfumo wa kimapokeo, manake mfumo wa kibinadamu. Mapokeo ni taratibu ambazo watu mababa waliziweka, wakawa wanaziamisha tamaduni, wanaziamisha kizazi baada ya nini? Ya kizazi. Kwa hiyo na yeye akapokea. Kwa hiyo unamuona huyu tumboni ametengwa kuwa mtume. Mifumo inayompokea inamtengenezea maisha tofauti kabisa. Badala ya kuwa mtume, yeye anakuwa wa kwanza kuiharibu hiyo imani. Ndio maana ukiona mtu hata leo kanisani ni mpinzani wa mambo ya kiroho, mtu huyu anapinga. Mkisema semina anapinga, mkutano anapinga, maombi anapinga, wala msimkasirikie. Inawezekana kuna limfumo ambalo limemtengenezea maisha ya kuwa na huo upinzani, sio yeye. Saa nyingine inawezekana ni Paulo ajaye, ila kwa sasa anatumikia shauli la yale maisha yaliyotengenezwa na mfumo. Mna habari kwamba Paulo alisimamia hadi mauaji ya shahidi wa Kristo, Stefano. Watu wanamuua Stefano, Paulo amesimama pale huyo, alafu yeye ndiye anasimamia mauaji. Unaelewa? Na saa ile alikuwa akifanya hivyo anajiona anafanya vizuri, akaaminika. Paulo alikuwa jitu linalotisha. Kanisa wakisikia Paulo anakuja, ingekuwa leo mkisikia anakuja Sengelema, mnafunga na kuomba bila kuambiwa fungeni na kuomba. Kwa sababu akiwakuta wote mnaosema Yesu 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 Bwana, Yesu alifufuka, kamata, piga viboko, kusanya, peleka jela. Tena mnasafirishwa, sio mnafungwa hapa, mnasafirishwa kutoka hapa labda kama Dar es Salaam kule, ndio mnaenda kufungwa. Alafu anajisikia vizuri kweli. Lakini kumbe huyu anayefanya haya alitengwa tangu tumboni, alitengwa tangu tumboni kuwa mtume. Lakini kinachofanya aishi maisha haya ni utambulisho usiokuwa wa kwake, uliotengenezwa na mifumo. Kwa hiyo vita ya utambulisho wa Paulo ulianza tu pale alipozaliwa. Na ukisoma maandiko kwenye Wafilipi 3:4 mpaka 10 anaelezea, anasema kama kuna watu wanaweza kujivuna, mimi hapa kwa sababu kwa habari ya elimu ya dini mimi ni farisayo, tena anajiita farisayo. Kwa kama kuna watu wanasema watasiyu wasomi wa Torati, anasema mimi ni farisayo. Anazungumza cheo chake na utambulisho, anasema mimi ni farisayo. Anazungumza namna ambavyo alitenda, aliliharibu kanisa, alileta mateso kwa kanisa. Lakini baada ya kufunuliwa, baada ya kuokoka, Kristo alipokutana naye, historia ikabadilika. Na ikubadilika tu alipokutana naye. Alipookoka, maandiko yanasemaje? Yesu akaanza kumsaidia, akaenda kwa mtu anaitwa Hanania, takueleza kesho.
akamwambia habari za Sauli wa Tarso. Akamwambia nenda kamuombee, amefunga siku 3. Fikiria, aliyekuwa mbabe. Unajua unaweza kuwa mbabe kwa sababu bado hujakutana na yeye. Ukikutana na mbabe kuliko wewe utaona, utakuwa mnyonge tu. Sauli aliyekuwa anatisha, alipokutana na Yesu alikuwa mdogo, kwa sababu alipigwa tukio moja. Ukienda mbinguni ukamuulize, ghafla mchana kweupe nuru ikatokeza, aliposinduka macho hayaoni, kawa kipofu ghafla. Mwanaume aliyekuwa anatisha, alafu alikuwa atembei peke yake, anatembea na escort. Watu wanajua, kanisa linatetemeka likisikia jina lake. Lakini alipokutana na mbabe wa wababe, anaitwa Jesus akafyata mkia, ameinuka na kuta haoni. Akasema, we ni nani Bwana? Anaulizwa, kwani unaniuzi? Yesu kabla hajajitambulisha akasema, mwenye nguvu huyu ambaye aniogopi mimi Sauli kanifanya hivi, huyu ni mtu mwenye nguvu kuliko. Anasema, wewe ni nani Bwana? Akamwambia, mimi ni Yesu naye niuzi. Hii ni Yesu naye niuzi. Akatoka pale, wakamkokota, akaingia mjini, akafunga bila kupenda. Wewe sasa hizi paka uambiwe funga. Paulo alifunga 3 kavu bila kupenda. Yaani kakutana na Yesu leo, kafunga leo. Leta mchezo nini? Leo. Yaani kakutana na Yesu leo kaingia kwenye mfungo 3 kavu. Alafu na ndani ya mfungo wa siku ya kwanza yaani kwa mara ya kwanza kaona na maono. Naleta mchezo nini? Kaona na maono, anamuona Anania anakuja kumuombea. Unasema, mwalimu naipata wapi? Takusomea kesho. Yesu anamwambia Anania, anamwambia, bwana mkubwa, tuambiane mengine. Huyo jamaa unamjua kweli? Huyo ni chinja. Namwambia mimi nikamuombee. Nawezaje kwenda kumuombea? Huyu jamaa ametutesa sana, siwezi kwenda kumwombea. Yesu anamwambia, hujamjua. Nyewe mnamjua kama chinja. Hii dude hii nishamtenga tangu tumboni. Hii ni ngoma yangu hii, nishamtenga. Anambia, nyewe mmemjuaga huku ni muuni. Unajua kuna watu huku naona Sengelema hapa wauni. Wewe unafikiri wauni? Kuna watu walishatengwa tangu tumboni. Kile wanachokiishi sio cha kwao. Na ndio maana semina hii imekuja, lazima tuliwashe hapa. Kila anayeishi ambacho sio cha kwake lazima kimwachie, ili lile kusudi la Mungu liwe halisi kwenye maisha yake, kwa jina la Yesu. Kama unaelewa sema amen. Hata kama ni ndugu yako, unaweza omba akakutana na Yesu. Mbona kuna watu wamekutana na Yesu Bwana? Kuna watu wamekutana na Yesu mpaka kwenye ndoto. Kuna watu wamekutana na Yesu wakiwa wanatembea. Kuna watu wamekutana na Yesu wakiwa gesti. Yaani nakwambia, yuko kwenye kifua cha mwanamume, cha mwanamke, anakutana na Yesu. Yesu ni master, hashindwi na lolote. Yesu anaweza kukutana na mtu mahali ambapo hamkutarajia. Mtu amekutana na Yesu, anapiga baridi moja, ana mikakati ya kwenda kufanya dhambi za kiwango, alafu anakutana jambazi, anakutana na Yesu yuko kupola mali za mtu, alafu anasikia sauti inamwambia, ukiendelea unakufa, nirudie mimi. Anasema, huyu ni nani huyu? Nani ametuona hapa? Yeye anafikiri ni mtu. Yesu anaongea naye, na ile sauti ni kiboko. Ile ni sauti ya mfalme. Inamsumbua mpaka anaacha mali za watu, anakimbia, anakilala halali, akitulia hapa Turki. Kila akigeuka anasikia sauti inamwambia, nakwambia rudi, unaenda kufa ukiendelea, rudi hapa. Baadaye mpaka anakimbia, nitafutieni mchungaji. Unamuuliza, wewe na mchungaji mbona hata hivi? Mchungaji wewe na kanisa ni wapi? Wewe na kanisa ni kama polisi na mwizi. Umepata wapi kwenda kanisani? Asema, nitafutieni mchungaji. Unaona mtu anakimbilia kanisani, alafu anafika kwa mchungaji, asema, mchungaji, mimi jambazi sugu. Kuanzia leo nimeleta mabunduki hapa, nimeleta kila kitu, nimeua watu wengi sana, lakini kuna sauti moja tu inanisumbua. Inasema nisiporudi. Alafu mchungaji anamwambia, hii ni sauti ya Mungu. Uko tayari kutubu? Uko tayari kuokoka? Niko tayari. Unakuta jambazi sugu analia machozi. Unaita mchezo nini wewe? Mtu hajawahi lia, amepiga watu risasi, hajawahi lia, lakini kwa mara ya kwanza anapiga magoti, analia, anasema niko tayari kutubu. Anatubu, analia, anampokea Yesu na maisha yake yanabadilika. Mnashangaa, aliyekuwa sugu amekuwa mhubiri wa Injili. Kuna mtu ananielewa ninachosema? Ndicho kilichotokea kwa Paulo. Mifumo. Swali linakuja, wewe ni mifumo gani imekupokea na imetengeneza aina gani ya maisha? Ni kweli unaye Yesu,
Lakini ni mifumo gani imekupokea? Kwa sababu hii mifumo itakuzuia usije ukajua kwa nini ulizaliwa. Unajaribu kubatisha kila kitu, unajaribu kuhangaika. Unajaribu kuona saa nyingine watu wakiamka asubuhi anasema naenda kwenye mahangaiko. Usifikiri wanatania, wanaenda kwenye mahangaiko kweli, kwa sababu hata wanachokifanya hawana uhakika nacho. Si anaenda kwenye mahangaiko, ni kweli kabisa. Usifikiri anatania, naenda kwenye mahangaiko. Kimuuliza unahangaikia nini? Anakuambia nahangaikia tumbo na familia mwalimu. Kwa nini? Anachohangaika hana uhakika nacho. Ukimuuliza kwa nini ulizaliwa hajui. Kwa nini ulizaliwa mwanamke hajui. Kwa nini ulizaliwa wewe kuwa baba wa familia hajui. Mifumo imeshika. Na unakuta kuna watu wamezaliwa wakiwa bora sana. Unasema mwalimu utajuaje? Kafuatilia wale ambao wanapata nafasi ya kukua mpaka wanazeeka. Alafu akiwa anakaribia kufa, msikilizie anavolia. Msikilizie anavolia kwa uchungu. Kwa sababu macho yake yanaanza kufunguka. Anaanza kuona maisha halisi aliyotakiwa kuyaishi. Alafu yote yamepukutika hewani. Alafu anasema sasa miaka yote hii nilikuwa nafanya nini duniani? Hakuna alichofanya. So unaona kama sasa hizi unaweza kumuona kijana, unaweza kumuona mtu wa Mungu hapa, ni kama vile ana muda mwingi. Hata ukimwambia njoo ibadani, njoo kwenye semina, anaona kama vile anapoteza muda. Kwa nini? Kwa sababu kuna mifumo imepiga fikra, imepofosha macho yake asione. Anaona kawaida, anaishi kikawaida, anafanya mambo kikawaida, anafikiri ndivyo maisha yalivyo. Mazingira yanampa tafsiri ya maisha. Mifumo aliyoikuta inamtafsiri, inamwambia wewe ni fulani, wewe ndivyo ulivyo, wewe uko hivi. Kumbe kikawaida Mungu alimuandaa toka tumboni. Kuna utambulisho amezaliwa nao, lakini umefunikwa na mifumo. Kuna kitu bora alichozaliwa nacho kimefunikwa na mifumo. Kuna wito amezaliwa nao, umefunikwa na mifumo. Kuna kitu alichoitiwa kimefunikwa na mifumo. Miaka inaenda, anaendelea kuishi, anaendelea kwenda, akitazama anajiona kawaida. Ninaishi Sengerema, ninaishi Mwanza. Anasahau kwamba inawezekana yeye ni Paulo, lakini sasa anaishi kama Sauli, anaishi kama Sauli wa Tarso, lakini yeye ni Paulo. Kilichobana utambulisho wake ni mifumo iliyompokea tangu anazaliwa kwenye familia. Kuna mifumo ilimpokea ikambana. Alipoanza kukua, kuna mifumo ikampokea duniani ikambana. Alipoendelea kuishi, kuna mifumo ikampokea ikazuia. Yesu alipomuokoa, Yesu ameingia moyoni, lakini kuna mifumo bado imemshikilia. Kile ambacho kwacho alizaliwa hajakijua bado, hajaanza kukifanya, hajaanza kukitenda. Na miaka inaenda, maisha yanasonga mbele, lakini ile thamani ya maisha ambayo mbingu ziliwekeza, mbinguni waliwekeza ndani yake, haionekani. Yeye anafurahia. Mwingine unaona anafurahia kwamba amenunua gari, anafurahia kwamba amejenga nyumba. Yeye anafikiri hicho ndicho alicholetewa, kumbe hivyo ni ziada. Kuna maisha ambayo kwayo uliletewa duniani. Kuna kusudi ambalo kwalo wewe ulizaliwa, lakini mifumo imeshika. Ndio unaona saa nyingine mpaka kwenye familia watoto wanazaliwa, kumbe Mungu alimwandaa huyu mama kwamba kwenye tumbo lake watapita watoto na atawalea. Yeye mama anafikiri watoto wake ni sawa na watoto wengine. Kwa mifumo inaharibu, inazuia kila kitu. Unakuwa mtu wa kawaida, unaishi maisha ya kawaida. Roho Mtakatifu hawezi kukubali hilo jambo. Ndio maana wewe uliye hai unaisikia ujumbe huu, Roho Mtakatifu anauleta huu ujumbe ili kukusaidia wewe. Hautakufa mpaka umekuwa wewe, hautaondoka duniani mpaka umekuwa wewe.
kwamba wewe hautakufa kama wengine, hautaishi kama wengine, ni mpaka uwe wewe. Kuna vitu vimeambatana na maisha yako, sio vya kwako, vimebebwa na nini? Na aina ya utambulisho ulio feki kabisa. Unaona mtu amiko kanisani amebeba malaana, unajiuliza malaana yametoka wapi? Utambulisho feki umevuta na maisha feki wako. Kuna vitu nao you are struggling, unapambana sana kama watu wengine. Unasema napambana sana, hakuna mambo yanayosonga mbele. Yanaendaje wakati utambulisho wako wenyewe ni feki? Yanawezaje kweli? Unasema napigana sana. Mbingu zinashangaa, unapiganaje wewe? Wakati hata hizo unachopigania mbinguni hawakitambui. Unapigana sana. Niko kwenye mahangaiko mazito mwalimu. Unahangaika nini? Kuna jambo nalihangaikia linanisumbua sana. Hafuna shangaa hata linalokusumbua lenyewe haliko kwenye mfumo wa utambulisho wako. Kwa umepewa wrong identity, ukapewa na maisha ambayo sio yenyewe. Mimi nakuombea kwa Mungu aliye hai. Kwa Mungu aliye hai. Na ndio maana nimekupa mwanzo utangulizi agenda hii. Lazima Roho Mtakatifu atakuvuta mahali kwenye chemba yako. Hutakubali kwenda kikawaida. Nimekuonyesha hapa, alitengwa tangu tumboni. Anasema wakati ulipotimia, Mungu alimdhihirisha mwanaye, amemfunua mwanaye. Kwa Paulo aliamua kutii ile sauti. Alafu alipotii, maisha yake yakabadilika. Akawa mhubiri wa Injili, mtu aliyekuwa chinja muuaji. Kwa lugha tu hii unagundua hakuna jambo Mungu anashindwa kubadilisha kwa mwanadamu. Kwa sababu hakuna mtu aliyeumbwa aishi kama laana hapa duniani. Kila aliyeumbwa aliumbwa kwa kusudi la Mungu, aishi kama baraka, sio laana. Hakuna mtu aliumbwa atembee na utambulisho unaitwa laana, ekasi. Hayupo. Umeumbwa ili utembee na utambulisho unaoitwa baraka. You are a blessed one. Ndio maana Mungu alipomuumba mtu, Biblia inasema akambariki. Mungu hakumuumba mtu ili amlaani. Hizi laana zimetoka wapi? Mifumo iliyotengenezwa, iliyoingia, na hasa dhambi ilipoingia, mifumo mingi ikaingia. Mifumo ya kimaisha ambayo ndani yake imebeba laana, imebeba maumivu, imebeba magonjwa, imebeba mambo ya ajabu. Unasikia familia yetu hatuolewi. Na unajipa hiyo identity, hatuolewagi yani. Fikiria huyu anayeongea kaokoka, alafu anasema hatuolewagi. Anataja familia gani? Wakati Biblia inasema ukiokoka unakuwa familia ya Yesu. Alafu unataja familia gani? Unataja familia ya kina nani? Ya ukoo wenu. Unasema hatuolewagi. Nini? Mifumo ya kifamilia imetengenezwa kwa namna ambayo kuna vitu inabana watu wasio na identity. Unashangaa mtu mwingine kama ni binti anakuambia, unajua mwalimu, hata hivyo sasa hivi wanaume ni wachache wanaoweza kuoa. Ndio maana hatuelewi. Unamuuliza, nani aliyekuambia hilo somo, wanaume ni wachache? Ulisoma Biblia ya wapi likakwambia? Unajiuliza why? Kwa sababu mifumo imemtengenezea mpaka lugha ya kuamini hivi ndivyo ilivyo. Na anaishi maisha hayo. Jawahi kuona vitu vya namna hiyo? Nitakueleza tukiwa tunaendelea mbele kuanzia kesho. Nilikuwa najaribu kukupa picha tu uone. Ndio maana nikakupa zile dondoo uweze kuelewa. Kuna vita inatembea kwenye mfumo. Nyingine haijaanza jana, haijaanza baada ya wewe kuokoka. Nyingine ilianza tangu tu unazaliwa, day one unatokea. Mifumo ikakupokea, ikatengeneza nkuta ambazo hata unajua kuna lugha wanakuambia hivi, kufanya hivi maana yake unajaribu kujitahidi. Maana yake nini? Kwa lugha tunasemaje kwa Kiswahili? Yaani unatamani ujitoe alafu unashindwa. Ni kitu gani tunazungumza? Kiswahili kizuri zimeshindwa kukielezea. Mtu anapiga hivi, anatamani ajitoe alafu atoke. Unatujitoaje kwenye mfumo? Nimekwambia vita ya kimfumo huwezi kuishinda kwa kiwango cha ukawaida cha ufahamu. Huwezi kuishinda. Ndio maana vita ya kimfumo inakuja na supernatural knowledge. Supernatural knowledge, yani ufahamu, maarifa ambayo ni
akili yako kwenye dimension ya kiroho, sio maarifa ya kawaida. Ndio maana kuna vitu watu hata wakifundishwa piga mazoezi namna hii utaacha. Wewe unajiuliza mwenzako ulevi umepita kwenye mfumo. Mwingine ulevi alijifunza. Alafu naambia mbona mwenzako aliacha? Yeye aliacha kwa sababu alijifunza. Huyu ulevi wake ni mfumo wa maisha. Umetengeneza ulevi familia nzima. Alafu namwambia aache. Nategemea nini? Tulikuwa mkoa mmoja namalizia wa maeneo ya huku. Tukiwa kwenye ule mkoa tunafundisha semina namna hii. Kijana mmoja na alikuwa amesoma. Nafikiri alikuwa daktari yule. Natokea kanda za kule. Kaskazini kule. Sasa tukiwa tunafanya maombi, unajua kilichokuwa kinatokea? Asipokunywa pombe, jasho linamtoka. Asipokunywa pombe, hata akikiwa amekaa peke yake, anatetemeka chumbani, jasho linamtoka. Tiba yake ni anywe alewe. Paka mwe mnambeba. Jana, unaelewa hiyo pombe ni ya kawaida sasa. Mfumo wa kimaisha ambao umepitisha aina fulani ya maisha yasiyo ya kwake. Unasema mwalimu alikuwa kanisani. Ndio, alikuwa kanisani. Yuko kanisani. Lakini mifumo haijamwacha. Na yuko kanisani. Ndio maana saa nyingine tunapowahubiria watu kuokoka, usifikiri unaokoka tu uende mbinguni. Unaokoka ili upokee mfumo mpya wa kimaisha ndani yako. Na huo mfumo unaitwa uzima wa milele ndani yako. Maisha ya Mungu ndani ya mwanadamu. Ili Mungu aanze kukuongoza namna ya kuishi hapa duniani kwa maisha ya mbinguni. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Kwa sababu ni mfumo. Kwa mfano unaweza kukuta kuna watu wengine wanateseka na aina fulani ya magonjwa, lakini unagundua ni magonjwa yaliyotengenezwa kimfumo. Sio magonjwa kama magonjwa ya kawaida. Sababu mwingine akipata ugonjwa kama huu akiombewa tu anapona. Mwingine akisaidiwa tu kidogo amepona. Akienda tu hospitali amepona. Lakini wale ambao magonjwa yao ni mfumo umetengenezwa, ni vita ya kimfumo, wametengenezewa mpaka identity. Sisi tunaumwaga visukali. Jai kusikia watu wanajitambulisha hivi. Anambia familia yetu sisi ni watu wa visukali, alafu anacheka na kucheka. Watu wa visukali, alafu anayeongea kaokoka. Eti watu sisi ni watu wa visukali. Ndio maana hata mimi najiangalia nikifikisha tu miaka fulani kisukali kitaanza. Yaani fikiria, anajua na kujua miaka fulani kisukali kitaanza. Huyu anayeongea binti mdogo tu anajiandaa eti kisukali karibia kije. Kwa najiandaa hapa mwalimu, naanza kupiga mazoezi ya kutotumia vyakula vya sukari kwa sababu kisukari kiko karibu. Unamuuliza wewe ni nani? Anasema nimeokoka nampenda Yesu. Unaelewa maana yake nini? Mfumo umetengeneza mpaka mindset. Wanajua sisi ni wa hivi. Kwa wametengenezewa utambulisho wa kimagonjwa ambao sio wa kwao. Na vita ya namna hiyo inawaondoa hata kwenye ujasiri. Ukiwaambia tunaye Yesu ambaye yeye ni uzima. Biblia inasema wazi, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Alafu unasema ninaye Yesu ambaye ni uzima. Alafu baadaye tunakusikia unasema visukali. Familia nzima si visukali. Tasikia mwalimu, sisi familia nzima, nienda mkoa fulani, kwambia familia nzima sisi tunakufaga mapema. Kwa hiyo hapa naweka mambo yangu sawa, watoto wangu nikija kufa wabaki salama. Hujai kuona kwa mfano, wewe angalia saizi mfumo wa wanaume wote. Hata kwenye akili za kina mama. Ukiwaambia utasikia mama anasema tujenge mapema na naomba kwenye hati ya nyumba uandike na jina langu. Unamuuliza why? Anakuambia ukifa je, tabakije? Yaani kwa nini wewe unaamini mimi nitakufa kabla yako? Sije unaelewa au kwani unasema uongo? Na mnaamini hivyo eti ukifa nisije nikateseka. Unaaminije mume wako atakufa kabla yako? Why? Manake kuna mfumo fulani hivi limetengeneza. Na wanaume utasikia anakuambia mke wangu, endelea na wewe kujipambania, angalau unafanya kazi, nikifa usije ukabaki ukateseka. Unajiuliza, we baba, nani amekwambia ukifa? Waangalia wanaume wengi wanaongea hivyo, kwamba nikifa ulee watoto vizuri. Unajiuliza, hii lugha sio ya kawaida. Kuna mfumo fulani limetengenezwa
ambalo limeaminisha kwamba watu wakioana atakayekuwa wa kwanza kufa nani? Mume. Baba ndiye atakuwa wa kwanza kufa. Lakini kibibilia iko hivyo? Swali linakuja, kibibilia iko hivyo? Baba ndiye atakuwa wa kwanza. Utasikia ndugu zako wasije wakanitesa. Unajiuliza, unasikia mtu anaongea yuko na stress, mwalimu naomba uniombee, yani mume wangu asije akafa kwenye wakati huu. Unajiuliza, wewe kwani una hofu kwamba mume wako atakufa? Anaumwa? Haumwi. Ni mzima? Ni mzima. Kwa hiyo unataka nikuombee mume wako asije akafa? Why? Bado hatujajenga mwalimu. Kuna mpango tunao, tumenunua uwanja, hatujajenga, asije akafa akaniacha hatujajenga. Unaelewa hiyo mentality? Ni mfumo. Asipokuwepo mtu wa kukataa na kusema no, mambo hayataenda kama hivi, ndio mfumo linatembea. Unasikia familia fulani, yani kuanzia mabibi, wanawake wote waume zao ndio wanakufaga tu. Kwa unakuta familia nzima mmebaki wajane tu, mpaka mabinti wadogo nao ni wajane. Afu mnaona kawaida tu, mnasema yani sisi tunafiwaga sana waume. Kumbe mfumo. Mwalimu unaongea nini? Nitakuja nikuonyeshe. Kuna mifumo ya kiroho nimekuonyesha hapo, mfumo wa kidini nimekuonyesha, mfumo wa kibinadamu, lakini nitakuonyesha kuna mifumo ya kiroho ambayo imekuwa generated by devil himself, na shetani mwenyewe, ambayo inatengenezwa hivyo kubana maisha ya watu. Lakini semina hii Mungu ametupa ili kila vita inayopita kwenye mifumo kwa ajili ya utambulisho wako, na kama tayari nyingine imetengeneza mpaka utambulisho usio wa kwako, Bwana akakufunue, yule aliyekusudiwa aonekane. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Na ndio maana ukianza kuomba usiombe kawaida. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako mahali ulipo. Mifumo. Nimekuambia habari ya Wafilipi ile sura ya 3 mstari wa 4 hadi wa 10. Paulo alifika mahali akasema, nilimeona mambo yote kuwa kama mavi. Unaelewa kuwa kama mavi? Kuwa kama kitu kichafu kwa ajili ya Kristo, ili nipate kumjua Kristo, ili nipate kumjua Kristo, nipokee maisha ya Kristo. Kwa Paulo kitu cha samani ilikuwa ni kumpokea Kristo kabisa. Na kuna mfumo, usipofanya maamuzi ya kuchukua hatua haukuachi. Unaona mtu kama Sauli, kwanza alichukua hatua ya kumsikiliza Yesu aliyesema, kwa nini unaniuzi? Akachukua hatua ya kukubali kufanya nini? Kumpokea Roho Mtakatifu, kuokoka. Lakini akachukua hatua pia ya kukubali kujifunza, akajazwa Roho Mtakatifu, na mfumo wake ukabadilika wa kimaisha. Hata wewe unahitaji kuchukua hatua. Kataa ukawaida, kwa sababu lazima unajitathmini. Mimi nimeokoka, ndio. Maisha yangu yakoje? Tabia zangu zikoje? Naongea nini mdomoni? Naishije? Kwa kama kuna mambo kabla hujaokoka uliona yanakupa faida, yaone kama mavi, kama Paulo alivyoyaona. Huwezi kupokea mambo matukufu ya Mungu wakati bado unayahana, unayaheshimu yale mambo mengine machafu. Kwa sababu hicho ndio kizuizi kikubwa. Mtu yuko kanisani lakini bado anayaheshimu yale mambo ya maisha ya zamani, ameyaweka moyoni. Uhuni uko pale pale, uovu uko pale pale, lakini yuko church. Na ndio maana Paulo alipokutana na kanisa moja akalifundisha, watu wakatubu. Fikiria, ni kanisa limeokoka afu bado likatubu. Kwa nini linatubu? Maana yake lilikuwa limempokea Kristo, lakini maisha yao hayajafanya nini? Hayajabadilika. Na kuna maisha yanaweza asibadilike kwa sababu ya ufahamu wako.
umebanwa kimfumo. Ndio maana unaona injili za Paulo nyingi, nyaraka zake nyingi, anazungumza juu ya mabadiliko, kufanywa upya, kubadilishwa, kugeuzwa nia zenu. Msienende kama wa mataifa waenendavyo, bali mgeuke, bali mfanywe upya. Msifuatishe kawaida za ulimwengu huu, manake msienende na mifumo ya dunia hii. Paulo anazungumza, anapowafundisha na kuwaelezea, kuwapa zile nyaraka, alikuwa anatafuta nini? Mabadiliko. Kwa sababu kuna mifumo haitakuachia mpaka uamue kutoka moyoni kwamba niko tayari kubadilika kuanzia leo. Sio swala tu la kusema nimempokea Yesu. Are you ready to change? Uko tayari kubadilika, kusema kuanzia leo niko tayari Yesu. Na unajua Yesu alivyo, ukisema niko tayari kubadilika, yeye anatuma nguvu zake. Anatuma nguvu zake, anakubadilisha, anakuvua hilo vazi la kale, anakupa vazi jipya. My Lord, funika macho. Andaa na sadaka yako, andaa sadaka yako, andaa sadaka yako. Rabashanda rabasi. Nataka nikuongoze maombi haya, utoe sadaka, alafu utakuwa unaenda. Mchungaji atamalizia hapa kukutakia baraka na kukupa maelekezo kadhaa kwa ajili ya kesho, alafu utakuwa unaondoka. Jesus. Umeshaandaa sadaka yako, funika macho yako. Funika macho yako mahali ulipo. Baba, wewe ni Mungu uliye hai. Wewe ni Mungu unatupenda. Hii vita sio nyepesi hata kidogo. Hatujawahi kushinda pasipo msaada wako, na hakuna ambaye angeshinda, e Bwana. Hakuna ambaye angeshinda, e Bwana. Rabashanda rabasi. Hakuna ambaye angeshinda, e Bwana. Asante kwa ajili ya watu wako na watoto wako hao ambao wamesikia neno lako. Wengine ni watumishi, umewaita, umewaweka kwenye nafasi ya kukutumikia, lakini kwa habari ya kwenda daraja lingine linahitaji new identity, linahitaji utambulisho mpya kabisa ambao mifumo haiwezi kuwazuia kwenda huko. Mjalie kila mmoja wetu, e Bwana, aliyeko hapa na huyo anayetusikiliza na anayetufuatilia, neema ya kimabadiliko, neema ya kumvusha kwenye vita hii, neema ya kumtoa kwenye shimo, neema ya kubadilisha hatua zake, neema ya kugeuza, kuondoa hicho kilichokaa na kuruhusu kinachotoka kwako kikae ndani yake, neema ya kutoa huo mfumo ulioshika nafsi yake na kuruhusu mfumo unaotoka kwako kuingia ndani yake. E Bwana, aanze kuona tofauti na alivyokuwa anaona. Vilivyokaa kwenye macho yake vidondoke kama ambavyo kwa Paulo vilidondoka, ili macho yake yafunguke aone. Muondoe kwenye huo kawaida na hiyo hali ya kuridhika. Weka ndani yake shauku kubwa na kiu. Weka ndani yake hasira ya Roho Mtakatifu ya kukataa ukawaida, ya kukataa mahali alipo na kuanza kupiga hatua ya kutafuta mfumo
unaotoka kwako Bwana, katika Roho Mtakatifu, ili aweze kubebwa na kutolewa mahali alipokaa miaka mingi na kuanza kuona ng'ambo ya pili na upande mwingine wa maisha yake ambao hajawahi kuexperience. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, na hakuna nguvu ya kukushinda, hakuna nguvu ya kukuzuia juu ya mwanamke huyu na baba huyu na mtumishi wako huyu Bwana, ambaye hata mkwamo alionao kwenye huduma, kwenye wito ulioweka, sio mkwamo wa kawaida, bali ni vita ya kimfumo inayotafuta kufisha cha kwako ulichokipanda ndani yake, ili kisiwe na power ya kuzaa matunda, ili kisiwe na nguvu ya kuleta matokeo. Lakini kwa kuwa ndiwe Mungu aliye hai, na kwa kuwa wewe ndiye unayesema, na kwa kuwa sauti yako mara hii haiwezi kutikisa miamba peke yake, lakini na mbingu zinatikisika, ili kile kinachoweza kuhamishika kihamishike, ili vile vinavyodumu viweze kukaa. Asante kwa kuwa wewe ndiwe Bwana. Asante kwa kuwa umesema nasi. Asante kwa kuwa umenena. Asante kwa kuwa umeongea. Bwana, amsha moyo wa mtoto wako huyu, amsha moyo wake, amsha moyo wa mtumishi wako huyu Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika Roho Mtakatifu na kwa uwezo wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Amsha nafsi yake Bwana, macho yake yaone mahali alipo, vazi alilovaa si lile vazi ambalo ulimkusudia avae baada ya kuokoka. Achilia neema Bwana, macho yake yaone, ili anapoomba, ili anapoomba, ili anapoomba, ili anapoomba, ili anapoomba, aombe hilo neno uliloweka ndani yake, lililomfanya aone. In Jesus name. Nyanyua mikono yako juu, fuatana na mimi maombi haya, na usimwangalie jirani yako. Fuatana na mimi maombi haya. Nasikia ndani yangu kukuongoza haya maombi dakika chache, alafu uweze kuomba mwenyewe, uweze kuomba mwenyewe. Funika macho yako. Ora bashanda rabasia. Funika macho yako. Sema, Roho Mtakatifu, paza sauti yako kwa Mungu aliye hai. Ni kama vile unamuona Paulo akiwa na shauku isiyo ya kawaida, kwamba Bwana, ukinitoa hapa nataka kuwa mtu mwingine kabisa, niliyobeba utambulisho mwingine, sio ule wa mwanzo. Nataka kuona nikiwa mama mwingine kabisa. Kuna mapepo, kuna maroho unaona yanakufuatilia, kuna utambulisho unayapa kibali, kuna vitu unaona vimekaa kwenye maisha yako vinakujia kwa njia ya ndoto, kuna vitisho unaviona, kuna zuio unaliona kwenye maisha yako, linavutwa na aina fulani ya maisha ambayo sio ya kwako. Ndio maana yanavuta na roho usizozipenda. Sema, Mungu aliye hai. Paza sauti yako. Mungu aliye hai, katika jina la Yesu, asante kwa neno lako. Asante kwa jioni ya leo. Leo ni siku ya kwanza. Umesema nami Bwana, umeongea nami Bwana, katika jina la Yesu. Wewe unajua katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili mifumo ambayo inapambana na mimi ili nisiwe na maisha, ili nisiwe na utambulisho ulio sahihi, uliobeba kusudi lako, ili mambo yangu yasiwe mepesi, yawe mazito, ili nisione hatua za kwenda mbele. Mungu aliye hai, asante kwa neno lako jioni ya leo, ikiwa ni siku ya kwanza. Nimekuinulia mikono yangu, ishara ya kusalenda kwamba siwezi mwenyewe kushinda hii vita. Ninanyenyekea mbele zako, ninaomba rehema zako, ninaomba huruma zako ziwe juu yangu Bwana. Unitokee na mimi
kama ulivyomtokea Paulo, unitokee na mimi, unitokee kwenye maisha yangu kama ulivyomtokea Paulo. Ugeuze Bwana utambulisho wangu katika jina la Yesu. Ninakufungulia moyo wangu katika jina la Yesu, upate nafasi ndani yangu katika Roho Mtakatifu. Unisaidie Bwana kuanzia jioni ya leo katika jina la Yesu. Kila aina ya mfumo ulioshikilia nafsi yangu, ulioshikilia akili yangu, ulioshikilia mawazo yangu, ulioshikilia maamuzi yangu, unaozuia chochote Bwana kinachotoka kwako kisiwe na matunda kwenye maisha yangu, jioni ya leo niko tayari, niko tayari. Roho Mtakatifu nisaidie, 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 nisaidie kunitoa hapa, kunitoa hapo, kunitoa hapo nilipokwama kimfumo, kwa damu ya Yesu, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho wa Bwana, ninakuomba jioni ya leo unitoe hapo, unitoe hapo nilipokwama kimfumo. Roho Mtakatifu, ninakuomba jioni ya leo uyageuze maisha yangu, uyaondoe hayo maisha yanayonikwamisha, yanayoniondoa kwenye kusudi la Bwana. Jioni ya leo achilia nguvu zako, achilia uwezo wako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na kila nguvu iliyopita kwenye mlango wa mfumo inayopambana na hatua zangu jioni ya leo, ewe nguvu, ewe nguvu, ewe nguvu, ewe nguvu, toka, achia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, toka, 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 achia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Fungua kinywa chako, ninauona mkono wa Bwana juu yako sai. Oraba shanda rabas. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Wakati naongea hapa ulikuwa unasikia, na mahali pengine unasema mimi ni mimi hapo, ni mimi hapo. Roho Mtakatifu anaongea na mimi. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Dakika chache, dakika chache, omba mbele za Bwana, mwambie Roho Mtakatifu nitoe hapa huo mfumo ambao unapambana na utambulisho wangu, ambao umezaa kitu kingine kwenye maisha yangu. Uondoe kwenye nafsi yangu kuanzia saa hii, kuanzia saa hii, kuanzia saa hii, kuanzia saa hii. Huo mfumo unaozimisha kitu cha Mungu ndani yangu upate kuondoka, na hiyo nguvu iliyopita kwenye mfumo ipate kuachia kabisa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaiona nguvu ya Mungu juu yako. Endelea, endelea, usishangae mtu ukiona huwezi kuomba. Mwambie Yesu nisaidie, mwambie Yesu nisaidie sawa sawa na neno lako. Paza sauti yako mbele za Bwana katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Ndio, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Ndio, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo nguvu iliyopita kwenye huo mfumo, sikia ewe nguvu, toka,
achia nafsi hiyo, achia nafsi hiyo. Yes, 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 achia nafsi hiyo, 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 achia nafsi hiyo. Yes, achia nafsi hiyo, achia nafsi hiyo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ndio inaachia, ndio inaachia, ndio inaachia, ndio inaachia, ndio inaachia, ndio inaachia, kwa damu ya Yesu. Endelea, endelea, endelea. Letewe binti. Endelea, endelea. In the mighty name. Njoo binti yangu, njoo. In Jesus name. Kuanzia leo, kuanzia tarehe leo, ninakuombea kwa mamlaka ya jina la Yesu, kitu cha Mungu ndani yako hakitasofisha. Hii ni power ya Roho Mtakatifu. Kitu cha Mungu ndani yako hakitasofisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yes, by the power of the Holy Spirit. Kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, ninaiondoa hiyo nguvu. Inakuachia, inakuachia, inakuachia. Yes, inaachia nafsi yako, inaachia nafsi yako, inaachia nafsi yako, inaachia sasa, inaachia sasa. Yes, 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 yes. Achia, 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 achia sasa, achia sasa, achia sasa, achia sasa, achia sasa. Haya, achia, haya, achia, haya, achia, nasema achia. In Jesus, in Jesus. Wewe nguvu hautazuia kipawa cha Mungu. Wewe roho uliyepita kwenye mfumo hautazuia kipawa alichoweka Bwana kwenye maisha ya mtoto huyu. Haya, achia kuanzia leo. Chomoka, 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 achia kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo. Usizuie maisha yake, usizuie maisha yake. In Jesus name, usizuie maisha yake. Endelea kuomba na kumshukuru Mungu. Simama mahali ulipo, jiandae sana kesho kwa ajili ya kuwahi na kuwahi Morning Glory.